Maana litajua kwa jina hilo kila goti litapigwa na kukiri kwa Kristo wewe ndiye Bwana. Yehova, umetulinda vyema tangu asubuhi mpaka muda huu Baba, na kutupa nafasi nyingine tena ya kuwepo mbele zako Bwana. Baba, kula na kunywa, neno lako ni chakula cha kiroho, maji ya uzima. Na Baba mweza wa yote, sema nasi tena jioni ya leo Baba wa rehema, utufundishe neno lako, maana hitaji letu ni neno lako Bwana. Neno lako Baba ituumbe tena upya, ituhuishe Baba wa rehema, itutoe mahali tulipokuwa tumewekwa na kutupeleka Baba mahali ulipotupangia sisi. Neno lako liguse na taifa letu, ilete amani, umoja na ushirikiano Baba wa rehema. Ilinde na viongozi wote. Neno hilo Baba ilinde na Baba viongozi wa makanisa. Baba, injili yako ipate kwenda katika mataifa yote. Nami natukuza jina lako Jehova mweza wa yote, maana utanitumia kama chombo chako Bwana. Nisiseme yaliyo kwangu, bali Baba nisema yaliyo kwako Baba kupitia mimi. Natazama watakatifu wako Baba, waliopo tayari kusikia kutoka kwako Baba, waliopo katika Baba wa rehema mji wa Paris ama Baba nchi ya Ufaransa. Baba, uwaguse wasikiapo neno, wafungue na kuokoa na mabaya yote. Kumbuka Baba waliopo Baba Marekani, Uingereza na mataifa yote Baba watayetusikia na kutupata live Baba. Waguse Baba, na siku ya leo iwe ni mwanzo mpya katika maisha yao, maana katika neno watapata kuumbwa tena upya. Asante Baba hata kwa ajili ya kutufikisha katika kitabu cha Samueli wa pili Baba sura ya 13. Neema yako iendelee Baba kutufunulia mafumbo yote yaliyojificha, na kazi hii ikiongozwa na Roho Mtakatifu, na katika jina kuu lipitao majina yote ya Kristo Yesu, na wote tuseme amen. Amen. Basi ni siku nyingine tena Bwana ameweka mbele yetu ili tupige hatua. Mimi huwa nasema hivi, kila siku huwa nasoma Biblia, lakini jinsi ninavyoamka huwa ni tofauti na ninavyokwenda kulala. Huwa ninavyokwenda kulala huwa nakuwa nimepiga hatua katika kumjua Mungu. Umeona, mtu anayesoma vitabu kila siku anaongeza nini? Anaongeza akili ama maarifa yake. Nini? Anakwenda kulala tofauti na alipofanya nini? Alipoamka asubuhi. So mtakatifu wa Bwana, ni vizuri sana ujue ya kuwa unapoenda mbele za Bwana kila wakati na kusoma Biblia, kumbuka ya kuwa kinachofuata nini? Kinachofuata bila shaka ni unakuwa tofauti. Jana tulikuwa kwenye sura ya 12 na tukaona habari za Daudi akienda kukanywa na kuonywa, lakini na nane na yule nabii Nathani aliyekuwa ni mshauri wake. Na baada ya hapo Daudi akayapokea vizuri sana, na hiyo ndiyo maana Daudi alikuwa ni mtu wa tofauti. Angekuwa ni mtu mwingine, basi kinachofuata ni nini? Kinachofuata bila shaka ni kinachofuata ni angemhukumu kifo yule nabii Nathani, lakini Daudi akajutia dhambi zake, lakini mtoto yule tukaona wa dhambi akifa. Lakini pia tukaona neema ya Mungu ikiendelea kuwa pamoja na Daudi, na Daudi akienda katika mji wa Raba na akipata kushinda wa Amoni. Sasa leo hebu tuende sasa. Nilikwambia juzi na jana ya kuwa tayari kitabu cha Samueli wa pili imeongelea maisha ya Daudi na utawala wake, lakini unaposoma kuanzia sura ya 1 mpaka sura ya 10 unapata upande wa shilingi, lakini kuhusu mema na mafanikio ya mfalme Daudi. Lakini unapoanza sura ya 11
baada ya Daudi kutenda dhambi wakati anajua. Umejua Biblia inasema kabisa ya kuwa aliye wa Mungu hawezi akatenda dhambi huku akijua. So Daudi alitenda dhambi huku akijua ni dhambi, na hii ndiyo inayemfanya sasa kuanzia sura ya 11 mpaka sura ya 22 tunakwenda kuona maisha ya Daudi kibadilika na maisha ya familia yake kibadilika. Lakini leo tunakwenda kwenye sura ya 13. Utaona sasa moja kwa moja yale aliyesema nabii Nathani tayari moja kwa moja yanaanza kudhihirika. Alimwambia kuwa upanga hautaondoka nyumbani mwako, nami nitatuma uovu katika nyumba yako. Bwana anamwambia Daudi, lakini kupitia kinywa cha nabii. Manabii walikuwa ni watu wa kusimamia wafalme, lakini kuwaonya, lakini pia kuleta habari njema na kuwafundisha. Sasa hebu tuende kwenye sura ya 13 ili tuone, je, ni yapi yanayetimia haraka katika familia na maisha ya Daudi. Na kweli nyumba ya Daudi haikupata kuwa na furaha tena kama ilivyokuwa na furaha kabla ajaribu furaha ya familia ya Uria Mhiti. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa sura ya 13. Hii ni dhambi ya Amnoni. Dhambi ya Amnoni, tutajua Amnoni ni nani. Alafu dondoo ya kwanza ni Amnoni amtweza Tamari. Amnoni anamtweza Tamari. Hiyo ni mstari wa kwanza mpaka 21. Amnoni anamtweza Tamari. Tamari utamjua ni nani, Amnoni utamjua ni nani, na bila shaka dondoo ya pili ni mpango wa Absalom. Mpango wa Absalom, utajua ni mpango upi wa Absalom. Mpango wa Absalom, hii ni mstari wa 20 mpaka 27. Mpango wa Absalom, mpango wa Absalom. Dondoo ya tatu ni kuuawa kwa Amnoni. Kuuawa kwa Amnoni ni mstari wa 28. Hiyo dondoo ya tatu. Dondoo ya tatu. Dondoo ya 4, mabaya yaliyotendwa. Mabaya yapi yaliyotendwa? Utayajua mabaya yaliyotendwa. Mstari wa 29 mpaka 36. Mabaya yaliyotendwa. Yaliyotendwa na nani? Wewe kama mkao tu kusubiria utayajua. Mabaya yaliyotendwa, mstari wa 29 mpaka 36. Alafu dondoo ya 5 na ya mwisho ni kukimbia kwake Absalom. Kukimbia kwake nani? Absalom. Alikimbilia wapi na kwa nini alikimbia? Utapata kuyajua. Kukimbia kwa Absalom, bila shaka hii ni mstari wa 37 mpaka 39. Sasa kila mtu fungua Biblia yako ili tupate kwenda kwa pamoja. Let us open our Bibles and let us go together. Let us move forward together and see how far the Lord will take us today. Of course, there is something great that the Lord is going to reveal to us. So let us move together. Ni vizuri ufungue Biblia yako alafu tuende kwa pamoja. Umejua kuna wakati mwingine kule nyumbani shetani anakuzuia kusoma Biblia, lakini tunapokuwa hapa bila shaka unajifunza kusoma Biblia, lakini pia kuna kitu kinachoitwa mazoea. Wazungu wanasema practice makes perfect. So here we are also doing practice. By reading the Bible, we going together. There is nothing that can oppose you when you are reading the Bible together. Tunaposoma kwa pamoja, hakuna kitakachoweza kukuzuia. Hebu sasa twende kwenye sura ya 13, soma kwa kutua ili tupate kwenda kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Bila shaka. Ikawa baada ya hayo Absalomu mwana wa Daudi alikuwa na umbu nzuri jina lake. Ikawa baada ya yapi? Ikawa baada ya yale tuliyeona kwenye sura ya 11 na 12. Sura ya 11 tuliona habari za Daudi na Bethsheba, jinsi Daudi wakati wafalme wanatoka wanakwenda vitani. Ilikuwa ni wakati gani? Mara nyingi wacha nikwambie, kuna vitu ambavyo usipovijua kwenye Biblia huwezi kujua maana ya Biblia. Umeona? Sura ya 11 inaposema kuwa mwanzo wa mwaka,
ni mwanzo wa mwaka upi? Kalenda gani? Je, kalenda ya kidini ama kalenda ya kawaida? Religious calendar or secular calendar? Kumbuke ya kuwa unapoongea habari za Waisraeli kwa kipindi hicho, kumbuke ya kuwa Mungu alianzisha mwaka ya Wayahudi wapi? Pale walipokuwa natoka Misri, ile siku ya Pasaka. Mungu akasema na Musa ya kuwa itakuwa ni mwezi wa Habib, maana yake mwezi wa kwanza. Na kumbuka ya kuwa ilikuwa ni mwisho wa mwezi wa 3 na mwanzo wa mwezi wa 4. So unaposema ya kuwa mwanzo wa mwaka wa falme walikuwa wanataka kwenda kupigana, kumbuka ya kuwa Biblia ya Agano la Kale mara ya kwanza iliandikwa kwenye lugha ya Kiebrania. Ndio maana unaposema kuwa mwanzo wa mwaka haikuwa ni mwanzo wa mwaka wa kalenda ya kawaida ama secular, ilikuwa ni mwanzo wa mwaka wa kalenda ya Wayahudi ambayo ilikuwa ni kalenda ya kimungu. Na maana hiyo ilikuwa ni mwezi wa 4. Wakati huo palikuwa na ukame. Nini? Palikuwa na kiangazi. Nini? Maana ilikuwa ni wakati ambao tayari wanajiandaa na kuvuna na mvua haikuwepo. Wakati huo wafalme walipenda sana kwenda kuchokoza na kufanya vita, maana hapakuwa na mvua wala matope. Maana kumbuka, wafalme hao walitumia farasi, walitumia na magari yanayovutwa na wanyama. Sasa ndio maana walipenda sana kipindi cha kiangazi. So kwa kipindi hicho Daudi anabaki, lakini anamtuma yule amri wa jeshi Yoabu pamoja na mdogo wake Abisai waende wakawavamie Waamoni. Lakini baada ya Waamoni kuchokoza Waisraeli, wakati Daudi alivyotuma wajumbe. Lakini unaona sasa, hiyo inatoka kwenye sura ya 10, lakini story hiyo inaunganika na sura ya 11, inaunganisha na sura ya 12. Na kumbuka ya kuwa kama ukuelewa kwenye sura ya 10, hata sura ya 11 na 12 huwezi kuelewa. Ndio maana kama ukuelewa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12 habari za Pasaka na ile mwezi wa Habibu, kama ilikuwa ni mwezi wa kwanza kwao, lakini kwetu inakuwa ni mwezi wa 4. Nini? Kuna tofauti ya miezi mitatu. Ndio maana mwezi wa 7 kwao, kwetu ni mwezi wa 10. So maana ni kitu ambao usipozijua huwezi kuelewa Biblia. So mwezi huo unatakiwa ujue kabisa kuwa unapoongea habari za Agano la Kale unaongea mwezi wa Kiyahudi ambayo tofauti na sisi ni nini? Ni miezi mitatu. Sasa Daudi akatenda mabaya na akaonywa sasa. Na alipoonywa sasa kwenye sura ya 12, sura ya 13 inaanzia kuwa baada ya matukio yale yote sasa unaambiwa ya kuwa Absalom alikuwa na dada yake ama umbu lake aliyekuwa ni mzuri. Lakini Absalom alikuwa ni mwana wa nani? Alikuwa ni mwana wa Daudi na Maaka binti mfalme wa Geshuru. Na kumbuke ya kuwa Amnoni anayekwenda sasa kutenda mabaya alikuwa ndio mzaliwa wa kwanza, lakini mtoto wa mke wa Daudi yupi? Ahinoam wa Yezreeli. Hebu twende, lakini kumbuka na kukumbusha kule nyuma ili uelewe hapa. Maana mtu anaweza kuuliza kwa Absalom alikuwa nani? Tamari alikuwa nani? Tamari alikuwa ni umbu lake Absalom, lakini tumeona kuwa alikuwa ni mzuri. Sema alikuwa ni mzuri. Uzuri unayo matatizo yake, uzuri unayo faida yake na matatizo yake. Hebu twende kwa jina la Yesu. Naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda, akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari, maana huyu msichana alikuwa mwanamwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki yake jina lake Yonadabu mwana wa Shama nduguye Daudi. Naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu sana. Naye akamwambia, kwa nini mwana wa mfalme unakonda hivi siku kwa siku? Hutaki kuniambia? Amnoni akamwambia, nampenda Tamari umbu langu ndugu yangu. Umeona sasa? Tayari Amnoni, Tamari alikuwa ni umbu lake na alitakiwa amuite mdogo wake. Lakini kumbuka ya kuwa uzuri wa Tamari inamnyima raha nani? Kaka yake, lakini kaka yake nusu. Ina maana baba mmoja na mama tofauti. So kumbuka ya kuwa kinachofanyika ni nini?
bila shaka Amnoni akaanza kukonda, maana alishindwa anaweza kumwendeaje nani, kumwendeaje Tamari akubali. Lakini anapomwambia sasa mtoto wa baba mkubwa ambao ni Yonadabu, Yonadabu alikuwa ni mjanja. Hebu sikia Yonadabu, mara nyingi sana unaweza ukawa na rafiki, lakini rafiki huo yupo kwa ajili ya anguko lako. Umeona sasa? Ina maana huyu Yonadabu mwana wa Shama, yule mkubwa wake Daudi, akumtakia mema nyumba ya Daudi. Hebu sikia ushauri anayetoa. Anatoa ushauri ya uharibifu kabisa. Na kumbuke ya kuwa unaposhauriwa uwe makini sana. Kila ushauri unayepata ipeleke mbele za Mungu, nenda kwenye magoti, alafu umuulize Mungu kwanza. Usichukue ushauri wa mtu yeyote alafu ukaifanya, maana wakati mwingine unamwamini mtu huyo, lakini mtu huyo, je, yeye anakutakia mema? Na anayekutakia mabaya huwezi kujua. Yonadabu alikuwa ni rafiki yake Amnoni, lakini kumbuka jinsi anavyomwambia, ni nini kinachomfanya mwana wa mfalme mpaka anakonda? Uniambii. Kwa sababu alikuwa ameshibana tayari. Amnoni anafungua moyo wake, anamwambia Bwana, nikimwona huyu umbu langu Bwana, nashindwa la kufanya. Ni umbu lako wewe. Umeona? Waliyekuwa na mawazo kama hayo hata katika dunia sasa walifanya mabaya. Hujawahi kusikia baba amemtweza mwanae? Hujawahi kusikia mtu ametweza dada yake? So mambo haya yapo. Ndio maana tusimpe shetani nini nafasi, maana nitakuonyesha sehemu ambayo jambo hili ilikuwa ni kwa sababu ya mabaya yaliyeaidiwa yatapata nyumba ya Daudi. Maana vinginevyo Daudi akubalije ya kuwa binti yake ambayo bado hajamjua mwanaume, ambayo anatunzwa, aende kwa kaka yake, alafu chumbani, alafu amshikie chakula? Je, hata kama hukuwa na akili, si ungewaza? Alafu wanafukuzwa watu wote nje. Lakini hebu ona jinsi Amnoni alivyofanya kosa. Anakwenda anapata kibali kwa baba yake. Hebu twende kwa jina la Yesu. Yonadabu akamwambia, lala kitandani mwako ujifanye mgonjwa, na babako atakapokuja kukutazama umwambie, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusihi anipe. Anamuhusisha mpaka baba yake. Eti baba yake atakapokuja kukutazama, kwanza amejifanya ni mgonjwa, lakini sio mgonjwa. Uongo sio uongo. Dawa ya uongo ni nini? Ni kuacha uongo. Maana uongo ni moja kati ya silaha za shetani anayetumia sana, maana yeye alikuwa ni muongo tangu mwanzo. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akaandae chakula machoni pangu nikione, nikakile mkononi mwake. Basi Amnoni akalala akajifanya mgonjwa, na mfalme alipokuja kumtazama, Amnoni akamwambia mfalme, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusihi aniandalie mkate miwili machoni pangu. Hebu nikuulize, wote uliowaenda kwaona ya kwa wanaumwa, je, wanaumwa? Unaposikia habari za mtu anaumwa, anataka aende kumuona nyumbani kwake, kwanza omba Mungu. Umeona? Hii ilikuwa ni mtego. Yamkini Tamari ama Daudi angeenda mbele za Mungu akamuuliza Bwana ya kwa, je, mwanangu anaumwa, je, ili habari za mtu huyu umbu lake ikoje? Daudi aliyekuwa anafanya nini? Anamuuliza Mungu kila jambo. Hatimaye anaanza sasa kutoka kwenye mapenzi ya Mungu. Utakapoacha kwenda kwenye mbele za Bwana kila wakati kutafuta neno, hapo ndipo na utapigwa chenga. Bwana Yesu asifiwe. Twende. Nipate kula mkononi mwake. Basi Daudi akatuma mjumbe aende nyumbani kwa Tamari, akasema, nenda sasa nyumbani kwa Amnoni ndugu yako kamwandalie chakula. Akaenda Tamari nyumbani kwa nduguye Amnoni, naye alikuwa amelala. Nani aliyesema? Mfalme ameenda kumuona mwanae ambayo amesikia anaumwa, lakini mwanae amelala. Daudi anapomuona anaomba ya kuwa, umejua kama kuna kitu ambacho lazima ujue, mtu anayeumwa huwa akisema, jamani mimi naumwa, lakini natamani kula kuku ile kaangwa. Inakaangwa kuku, ikaangwi kuku.
Siku zote mtu anayeumwa huwa anaheshimiwa sana na anachotaka kula. Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika takatifu Bwana, yule akamwomba baba yake anataka ale nini, lakini anamuomba baba yake ya kuwa aje umbu lake, lakini huyo umbu lake kumbuke ya kuwa kinachofanyika ni nini, watakatifu Bwana. Yule alikuwa ndugu yake kabisa. Mama tofauti, baba ngapi? Moja. Hebu twende. Akachukua unga akaukanda, akaiandaa mikate machoni pake, akaioka mikate, akalitoa kaango, akaisongeza mbele yake, lakini alikataa kula. Naye Amnoni akasema, toeni watu wote kwangu. Hebu umesikia hiyo? Amekataa kula, anasema watolewe watu wote mbele zake. Lakini kumbuka ya kuwa alikuwa na mamlaka kwa sababu alikuwa ni mtoto wa mfalme, alafu mzaliwa wa kwanza wa mfalme. Ina maana kimsingi aliyetakiwa aje arithi ufalme ule kutoka kwa Daudi alikuwa ni mzaliwa wa kwanza, ambao huyu mzaliwa wa kwanza alikuwa na Amnoni. Ndio maana unaweza kusema kwa ilikuwaje watu wakatoka nje, wakatolewa nje. Kumbuka aliyekuwa anaongea alikuwa ni mfalme wa baadaye, maana alikuwa ndio mzaliwa wa kwanza ambayo alitakiwa aje achukue nafasi hiyo. Ndio maana aliposema kuwa watolewe nje, moja kwa moja aliheshimiwa na wakatolewa nje. Hebu twende kwa jina la Yesu. Wakatoka kila mtu kwake. Amnoni akamwambia Tamari, kilete chakula chumbani nipate kula mkononi mwako. Basi Tamari akaitoa mikate aliyoifanyiza akamletea Amnoni nduguye mle chumbani. Naye alipokwisha kuileta karibu naye ile ale, Amnoni akamkamata akamwambia, njoo ulale nami ndugu yangu. Naye akamjibu, la sivyo ndugu yangu, usinitweze nguvu, kwani haifai kutenda hivi katika Israeli, usitende upumbavu huu. Umeona, Tamari alikuwa ni mtu anayemjua Mungu na kujua habari za Waisraeli. Ndio maana alisema hilo jambo haistahili katika Israeli, maana Tamari alikuwa anajua Torati. Hebu tuende, nitakuonyesha makosa hayo aliyefanya nani? Huyu Amnoni. Maana kumbuka ya kuwa ilitakiwa kwanza ukimtweza binti ambayo hajamjua mume, ilitakiwa kwanza ulipe shekeli 50, lakini pia ilitakiwa ufanye nini? Lazima umuoe. Umeona? Lakini utaona Tamari akimwambia, kama umenipenda basi kamwambie baba, maana palikuwa na uwezekano wa Amnoni kumuoa Tamari. Tuliona nani? Tuliona Ibrahim akimuoa Sara, lakini alikuwa ni mtoto wa baba moja mama tofauti. So bado hapakuwa na jambo ambayo ingefanya nini? Ingemzuia Amnoni kumuoa Tamari. Lakini kumbuka ya kuwa ilikuwa ni adabu kwake mfalme, maana aliharibu furaha ya familia fulani. Je, ni mara ngapi umeharibu maisha ya mtu mwingine? Ni mara ngapi umeharibu hatima ya watu wengine? Ni mara ngapi umeleta ugomvi kwenye familia fulani? Nasema hivi ya kuwa utavuna yale uliyepanda, maana Daudi sasa anaanza kuvuna aliyepanda. Nyumba yake inaanza kufukutwa sasa, inaanza kuwaka moto. Lakini kumbuka ya kuwa ile familia iliyokuwa na furaha, ambayo kwanza furaha alafu waadilifu kwake, walikuwa ni waaminifu kwake, wanayetumikia taifa lao kwa bidii zote. Lakini Daudi akaharibu furaha ya familia moja, akaleta uharibifu. Watakatifu wa Bwana, siku utakaoharibu maisha ya mtu, na wewe maisha yako itaharibika, na watoto wako. Akipandacho mtu ndiye anachokivuna, lakini huwezi kuvuna ulichokipanda peke yake. Ukipanda unaweza ukapanda, lakini ukavuna kwa wingi. Ndio maana Daudi sasa, msururu wa matatizo inaanza kumkaba. Inakuaje ndani ya nyumba ya mfalme? Maana Tamari ya kuificha, alitoka alirarua vazi lake, akatoka ameshika mkono kichwani, akilia kana kwamba mtu amefiwa na nini? Na mume wake.
ni kitu kilichojulikana, lakini umeona jinsi ile heshima iliyokuwepo kwenye familia na nyumba ya mfalme sasa inaanza kuwa ni aibu. Mungu aondoe aibu ya familia yako ambayo adui shetani alifanya familia yako ikaanza kudharauliwa, ikaanza kuonekana kama haifai. Umeona sasa, kumbe yawezekana shetani akaleta mfarakano kwenye familia, ama akafanya familia isipate watu kuwa na ile heshima. Msema, ninapokea heshima yangu na familia yangu kwa jina la Yesu. Napokea heshima yangu na familia yangu kwa jina la Yesu. Bila shaka Mungu akupe heshima, Mungu akutangaze, atangaze familia yako, awainue juu mpate kuonekana. Maana umeona sasa, nyumba iliyokuwa ni ya heshima na mfalme aliyehukumu kwa haki, sasa imegeuka, sasa inakuwa ni vurugu mechi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nami nichukue wapi aibu yangu? Wewe nawe utakuwa kama mmoja wa pumbavu wa Israeli. Basi sasa nakusihi useme na mfalme, kwa maana hata kukataza kunioa. Hebu sikia, umeona sasa, binti huyo alikuwa na hekima ya kimungu na hofu ya Mungu, lakini je, Amnoni hakuwa na hofu ya Mungu. Lakini kumbuke ya kuwa Amnoni naye alikuwa anatumika tu kwa sababu ya mabaya aliyetenda Daudi. Maana kumbuke ya kuwa hiyo inakwenda kumletea mauti yake. Lakini wacha nikuambie, mtoto aliyependwa na Daudi kuliko watoto wote alikuwa ni Amnoni. Amnoni alipokufa, mzaliwa wa pili alikufa akiwa mdogo. So mzaliwa wa tatu ndiyo aliyekuwa anakuwa sasa Absalom. Ndio maana alipokufa Amnoni, basi bila shaka Absalom ndio sasa baba yake akahamisha ule upendo, ndio pamoja na alikuwa na keti kule Geshuri, lakini Daudi akaanza kutamani sana kumona Absalom. Lakini kumbuka ya kuwa watakatifu wa Bwana, ukitenda mabaya, mabaya atakuangamiza, hata kama shetani amekuongoza. Umeona habari za Yuda Iskarioti? Ni kweli alitakiwa mtu lazima msaliti Yesu, lakini Yesu alisemaje? Ni heri mtu asingefanya nini? Asingezaliwa. Ole wake. Hebu twende. Walakini yeye hakukubali kuisikiliza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamtweza nguvu, akalala naye. Kisha Amnoni akamchukia machukio makuu sana, kwa kuwa machukio yaliyomchukia yakawa makuu kuliko yale mapenzi aliyokuwa amempenda kwanza. Amnoni akamwambia, ondoka, nenda zako. Naye akamwambia, sivyo, kwa kuwa mabaya haya ya kunitoa ni makuu kuliko yale uliyonitendea. Lakini alikataa kumsikiliza. Ndipo akamuita mtumishi wake aliyemtumikia, akasema, mtoe sasa mwanamke huyu kwangu, ukafunge mlango nyuma yake. Sasa ameshakuwa mwanamke, si ndio? Sasa ameshakuwa nini? Kashakuwa mwanamke. Ndio maana nasema hivyo, watakatifu wa Bwana. Kuna watu wengi sana wadada ambao hamjaolewa, ambayo anakuja na mdomo iliyowekwa asali ama sukari. Wacha nikwambie, usipokuwa makini, baada ya kumaliza tamaa yake, bila shaka atakupiga teke. Ndio maana usikubali mtu akuchezee. Tunza uthamani wako mpaka wakati wako wa ndoa, maana wewe umejua ukweli. Umeona sasa, baada sasa ndio yule aliyekuwa anamfanya kabisa Amnoni mpaka anakonda, mpaka anakuwa na mawazo, mpaka Yonadabu mtoto wa baba yake mkubwa anamuona, mpaka anamuuliza, mwana wa mfalme, utaki kuniambia kinachokusibu mpaka umekonda hivi? Anafunga sana kwa nikimuona Tamari umbu langu nashindwa nitamwanziaje. Lakini je, ushauri aliyepewa na rafiki yake hapo ni ndugu yake, ilikuwa ni ushauri wa kumwangamiza. Ndio maana tuliona habari za Hanun, yule mwanae mfalme Nahashi wa Amoni. Daudi akatuma wajumbe ili apate kumtendea fadhili, maana
Nahasi alimtendea Daudi fadhili, lakini tunaona kabisa kuwa washauri wanamwambia kwa acha mara moja. Daudi hajawatuma hao kwa ajili ya kuja kukupa pole na kukutendea fadhili, amewatuma waje wapeleleze ili aje atuteke sisi. Tayari yule mfalme Hanuni ambaye alirithi kutoka kwa baba yake mfalme Nahashi akaamua kunyoa ndevu za wale wajumbe kutoka kwa Daudi, yani wakanyoa ndevu nusu, alafu akatoboa kwenye makalio hapa kwenye vazi yao, alafu akamwambia nendeni. Sasa wakipita pale kwenye mji wa Raba wanachekwa. Unaona sasa, lakini ushauri ule wa wale wazee walimshauri kinyume. Ndio maana mshauri anaweza karibu kabisa. Na mara nyingi watu wanapotea kwa sababu ya washauri wako. Je, unashauriwa na nani? Naomba kuanzia leo ondoa mawazo na akili yako kwa marafiki wote, maana hakuna hata mmoja ambao ni mshauri wa ajabu. Weka tumaini lako kwa Yesu, maana yeye ndiye mshauri wa ajabu. Hata siku moja hawezi kukushauri vibaya. Lakini marafiki saa nyingine anasema bwana umetoka mchicha umependeza bwana, lakini anakuangalia anasema mtu tulikuwa naye hapa, mbona sasa hivi anaanza kuvaa vitu vikali huyu. Unapendeza bwana, lakini moyoni wako ungefungua ungeona kabisa kwa watu hujapendeza. So kinachofanyika ni nini? Weka akili yako, tumaini lako, na hata kuomba msaada wa kushauriwa, omba kutoka kwa Yesu. Yesu ni rafiki wa kweli. Mimi Yesu hajanishauri ushauri ambao inipotosha. Kila aliponipa ushauri nilipoweka kwenye matumizi nilipata matokeo mazuri. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo Ninajitenga na kila mshauri. Aliyekaa kwenye maisha yangu. Kuna washauri mashetani. Wanaekaa kwenye nafsi yangu. Wanaekaa kwenye kumbukumbu langu. Wanaekaa kwenye akili yangu. Wanaekaa kwenye nafsi yangu. Wanaekaa kwenye roho yangu. Wanaekaa kwenye mwili wangu. Kwa mamlaka jina la Yesu, kuanzia leo Yesu Kristo anafanyika kuwa ni mshauri wangu wa ajabu. Kwa jina la Yesu ninaondoa mabaya yote yaliyenipata kwa sababu ya ushauri niliyepata kutoka kwa shetani na wakala wake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Umeona kwa wakati mwingine unajua kabisa kuwa shetani anaweza kawa ni mshauri wako. Kwani wewe huo unapotaka kutenda jambo hujui kama kuna ushauri mara mbili. Kuna sauti ndogo inakuambia bwana usiende. Kuna sauti nyingine bwana nenda bwana. Hafanya hivyo bwana. Unachelewa wewe. Umeona sasa? Shetani anaweza kateka ufahamu wako akakushauri lakini kwa kutenda mabaya. Umeona sasa? Anatenda kupitia wanadamu lakini pia anatenda kupitia ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo mimi ninaondoa washauri wote walioleta mabaya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Mimi naondoa washauri wote wabaya waliopo kwenye taifa letu, waliopo kwenye mikoa yetu, waliopo kwenye wilaya, waliopo kwenye kata na tarafa, waliopo kwenye vijiji, waliopo kwenye ukoo wako, waliopo kwenye familia yako, waliopo kwenye kazi yako, waliopo kwenye biashara yako. Hao washauri wabaya kutoka kwa shetani wanayetaka mabaya, ninawaondoa kwa jina la Yesu. Amen. Hujajua tu. Tangu ulipopokea ushauri kwa yule mtu, hapo ndipo majanga yalianzaga kwenye familia yako wewe. Amnoni anashauriwa. Maana kama Yonadabu mtoto wa Shama asingemshauri Amnoni, hakuna jinsi Amnoni angeweza kumwingia nini? Tamari. Kwa vyovyote angekonda yamkini mpaka angekufa. Lakini shetani alikuwa anatenda ndani ya Yonadabu. Nafunga mashetani wanayetenda kazi ndani ya watu waliopo na ukaribu nawe kwa jina la Yesu. Amen. Nafunga mashetani katika watu wanayekuzunguka, wanayekukaribia kwa jina la Yesu. Amen. Ukiwafunga watakusumbua wao. Je, utakwenda kutafakari ya kuwa marafiki wanayekuzunguka, ni rafiki yupi ambaye akikwambia kitu kitendaka huwa unafanikiwa? Ni yupi ambaye akikwambia kitu kitendo na unagonga ukuta ama mwamba? So utaanza kujua tu
Kuna wengine shetani amewapandikiza kwenye maisha yako. Lengo ni nini? Pawepo na mlango wa kupenda. Kuna wakati mwingine wewe ni mtu unayefunga vizuri, unaomba vizuri, unaishi maisha matakatifu yanayempendeza Mungu, lakini mlango uko wapi? Kuna kabwana kamoja ambaye lazima akuletee ombea. Vipi Sosti? Upo? Sosti. Acha. Niache nini? Acha kabisa. Duniani bwana kuna mambo. Kaanza huyo. Mwambie stop. Stop. Niko busy. Hebu nitafute siku nyingine. Ukikubali tu, yeye ndio mlango, anafungua mlango, shetani anaingia kwako. Kataa kwa jina la Yesu watu wanayekuja kukushauri. Lakini kwa nini ulizo ushauri kwa mtu? Why don't you ask God? Muulize Bwana Mungu. Angalia maeneo yote kuanzia sura ya kwanza kitabu cha Samueli wa pili mpaka sura ya 10, Daudi hakufanya kitu pasipo kumuuliza Mungu. Lakini kuanzia sura ya 11 mpaka 22 ama 24 utaona moja kwa moja Daudi amuulizi Mungu, na moja kwa moja itakuwa ni vurugu mechi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Naye alikuwa amevaa kanzu ndefu, kwa kuwa kwa nguo hizo huvikwa binti za wafalme waliokuwa wanawali. Ndipo mtumishi wake akamleta nje, akafunga mlango nyuma yake. Tena Tamari akatia majivu kichwani mwake, akirarua hiyo kanzu ndefu yake aliyoivaa. Akaweka mkono kichwani, akaenda zake huko akilia kwa sauti. Huyo Absalomu nduguye akamwambia, je, amekuwa nawe Amnoni nduguyo? Ila sasa tulia, dada, ni nduguyo. Umeona moyoni jambo hilo. Umeona Absalomu alipoongea na dada yake Mungu lake, anamwambia kwa tulia. Amnoni ndugu yako, wala usitangaze. Hakutaka familia ya mfalme yaibike. Tayari kumbuka, Absalomu alikuwa pia anatazama kiti kile cha ufalme. Lakini Absalomu alimwambia umbu lake atulie, maana alijua bila shaka ya kuwa baba yake ni mtu anayejua Torati. Angeenda kwenye Torati ya kuwa aliyefanya hivyo anatakiwa kuchukuliwa hatua. Lakini umeona Absalomu atasubiri miaka mingapi? Daudi alichukua hatua yote. Yawezekana wewe ni shujaa kama Daudi. Yawezekana wewe ni mfalme kama Daudi. Lakini je, wewe ni baba bora? Wewe ni baba anayeelewa watoto wake wazuri? Wewe ni mama anayeelewa watoto wako vizuri? Nasema hivi, kwa sasa hivi watoto wengi wanaharibika kwa sababu wazazi wanawanyima watoto fimbo. Wanazima mpaka walimu wasichape watoto shuleni. Hii ndio ile haribu nyumba ya Daudi. Nyinyi mliyechapwa sana shuleni, muone mko vizuri nyinyi. Lakini sasa hivi mtaki watoto wenu wachapwe nyinyi. Daudi anapoacha kutoa adhabu, yeye kama baba, yeye kama mfalme, yeye kama hakimu mkuu, maana mfalme alikuwa ndio hakimu mkuu. Nini? Kesi zote zilizopitia kila sehemu ilibidi kama imeshindikana ipitie kwake, na yeye angeweza kukuhukumu kifo, ama angeweza kukufanya wewe kutengua kifo uliohukumiwa. Lakini Daudi, pamoja na kuwa shujaa, pamoja na kuwa ni mmoja kati kuwa ni mfalme bora, lakini Daudi alishindwa kwenye familia yake. Sema, Baba naomba unisaidie. Baba naomba unisaidie. Niwe mzazi mwema. Niwe mzazi mwema. Na mzazi bora. Na mzazi bora. Mtoto akitenda mabaya, ni muadhibu kwa jina la Yesu. Na Bwana uniwezeshe. Bwana, kuna ujinga ndani ya ufahamu wa mtoto inayoondolewa na nini? Na fimbo. Ukiacha mtoto akakuwa anavyotaka, huwezi kumtawala huyo mtoto. Ndio maana angalia, mama wakati na baba wakati watoto wako walikuwa wadogo, walikuwa wanaweza kupanda kichwa. Ungevaa kibuku, ungetoka nao mbio kweli kweli. Lakini wanapokuwa wakubwa unashindwa. Lakini ukiwalea vizuri, hata wakiwa wakubwa watakuwa na hofu. Ukiongea wanastuka. Bwana Yesu asifiwe. So Daudi anashindwa kabisa kuendesha nyumba yake. Absalomu atasubiri miaka mingapi? Atakapoona kabisa baba yake hajachukua hatua yoyote kwa kitendo alichokitenda Amnoni mzaliwa wa kwanza, bila shaka kumbuke ya kuwa Absalomu ataamua kuchukua sasa hatua ya kulipisha nini? Kisasi. Lakini hebu nikuulize,
Daudi akakwenda kwenye torati bila shaka na akachukua hatua, Absalom asingekuwa na sababu tena ya kutaka nini? Kulipisha kisasi. Lakini kumbuka, Daudi akamwagia maji, lakini kumbuka ya kuwa uwezi ukamnyoshia mtu kidole mzinzi kama wewe ni mzinzi mwenzako. Unamtaangaliana tu, unacheka na vile. Yes. Mnajuana kwa vilemba tu. Nini? Daudi atajuana na mwanao mnani kwa vilemba, lakini inamtokea Daudi pwani nini? Absalom anakwenda kumniga, kumuua nani? Amnon. Lakini Daudi aliangalia kwa sasa nimuue mwanangu wa kwanza, wakati na mimi mwenyewe juzi sio miaka mingi nimemniga mtu, nimemchukua mke wake. Ukitenda dhambi huwezi kutoa hukumu ya dhambi. Ndio maana Yesu Kristo angetenda dhambi wakati yeye ndiye atakayekuwa hakimu mkuu. Je, angetoaje hukumu? Ndio maana Yesu akutenda dhambi, ndio maana yeye ndiye hakimu mkuu. Ndio maana amesema sisi tusinyoshe kidole, tusihukumu, maana ukihukumu utafanya nini? Utahukumu, maana wewe mwenyewe unakuwa ni na vimbwanga. Nini? Daudi anasema kabisa huyo mtu kama Mungu aishivyo afe. Wakati yeye huyo mtu kachukua nini? Huyo mtu alichukua mwana kondoo. Yeye alichukua nani? Mke. Hebu twende. Basi Tamari akakaa hali ya ukiwa nyumbani mwa nduguye Absalomu, na mfalme Daudi aliposikia maneno haya yote alikasirika sana. Ila Absalomu akasema na hakusema na Amnoni wala kwa heri wala kwa shari. Angesemaje wakati alijua baba yake ni mfalme atachukua hatua? Na hatua ile itakiwa kuchukuliwa pale, ama kifo ama alitakiwa alipe fine alafu amuoe nani? Maana tayari yule kama binti wa mfalme hakuna jinsi ambayo Tamari angeweza kutolewa kuolewa tena. Ndio maana umeona akabaki nyumbani mwa Absalom akiwa mkiwa. Nini? Akawa kama mtu aliyefiwa sasa. So jambo kitendo kile katika miaka miwili unadhani ilikuwa haimuumizi Absalom? Amekuwa kama ukiwa. Alafu acha nikwambie miaka yao. Daudi kwa wakati huo alikuwa na miaka 53. Amnoni alikuwa na miaka 22. Absalom alikuwa na miaka 20. Tamari alikuwa na miaka 15. So hebu ona jinsi ambayo Amnoni alivyoharibu hatima iliyokuwa njema ya huyu binti mfalme. Ikabidi sasa akae wapi? Akae kwa kaka yake Absalom mkiwa, maana hakuna tena anayeweza kwenda kumuoa tena. So kuna vitu vingi sana vilivyochangia Absalom kuhakikisha analipisha kisasi kwa Amnoni, lakini Daudi akiwa ni chanzo. Lakini hakuna jinsi Daudi angemhukumu Amnoni aliyechukua umbu lake na kumtweza, wakati yeye mwenyewe, je, wewe unajuaje habari za Bathsheba? Huwezi kujua. Ishi maisha matakatifu ili upate kuhubiri injili ya kweli itakayohukumu dhambi ndani ya watu kwa jina la Yesu. Amen. Ishi maisha matakatifu itakaye kufanya wewe ueleze watu kweli pasipo kuogopa kwa jina la Yesu. Amen. Kama wewe ni mtenda dhambi utahubiri habari sio za dhambi hata siku moja. Kwa maana Absalomu alimchukia Amnoni kwa kumteza umbu lake Tamari. Ikawa baada ya miaka miwili alimchukia, lakini moyoni nini? Watakatifu Bwana, acha nikwambie, katika familia za watu waliyekuwa na familia kubwa yenye wamama wengi na watoto wengi, kama ilivyokuwa ya Yakobo alipotoka kule Padani Aram akarudi akaketi Shekemu. Kumbuka ya kuwa ilikuwa mamlaka ya wale wakaka kulinda maumbu zao. Unakumbuka kilichotokea kule katika Dina alipotwezwa na Shekemu? Bila shaka Yakobo alikubaliana na wao, lakini habari za Lawi na Simeoni ilikuwaje?
walichukua panga zao wakaenda wakaua wanaume wote kwenye ule mji wa Shekemu. Lakini kumbuke ya kuwa waliyebeba mamlaka ya ulinzi kulinda maumbu zao walikuwa ni wale wakaka. So kumbuka ya kuwa Absalom alikuwa ndio mlinzi wa umbu lake. Ndio maana bila shaka kama baba yake hakuchukua mamlaka, hakuchukua hatua, bila shaka ilikuwa inamlazimu Absalom kuchukua hatua. Ndio maana umeona hatua alichukua hatua baada ya kusubiri sana, kwa kuvuta subira, aone kama mfalme, kama hakimu mkuu atapitisha hukumu kupitia Torati. Lakini Daudi alivyopotezea, kumbuka ya kuwa kupotezea, alikuja kupoteza nini? Mwanae. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ikawa baada ya miaka miwili mizima, Absalomu alikuwa na wenye kukata manyoya ya kondoo huko Baali Hasori uliopo upande wa Efraimu, naye Absalomu akawalika watu wote wa mfalme. Nini? Baali Hasori. Baali Hasori, ukisoma Biblia zingine utakuta imeandikwa Beth Hasori. Nilikwambia sehemu imeandikwa Baal. Biblia za Kiyahudi ambao bado zimebeba maneno ya asili ya Kiebrania, huwezi kuona hiyo Baal. Utaona Beth nini? Beth Hasori. Nini? Neno Baali ilibadilishwa na neno nini? Beth. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Absalomu akamjia mfalme akasema, tazama sasa mimi ni mtumwa wako, ninao wakata manyoya ya kondoo. Basi mfalme naende na kusihi na watumishi wake pamoja nami mtumwa wako. Kumbuka ya kuwa Absalomu alikuwa bado yuko pale, lakini alishakuwa kama mtu amejitegemea, maana alikuwa na kondoo wake, mpaka anakuwa na sherehe ya kukata manyoya. Siku ya kukata manyoya ilikuwa ni siku ya sherehe. Tunakumbuka katika ile sura ya 20 na ngapi? 20 na ngapi? Nabali tulimuona kwenye sura gani? Nabali. Samueli wa kwanza sura ngapi? Nabali tulipita. So tuliona habari za Nabali, ya kuwa Nabali alikuwa na kunyoa nini? Manyoa nini? Kondoo. Na kila aliyenyoa aliandaa nini? Aliandaa sherehe. Ndio maana Daudi alituma watu wake waende waombe chochote kitu kwa Nabali, lakini Nabali akasema, je, hii sherehe niliyoandalia hawa wanyoaji wangu, tena nikaribishe na watu wengine ambao wamekimbia mabwana zao? Alikataa. Lakini kumbuka, Absalom anakuwa na hiyo sherehe, lakini sherehe hiyo inakuwa kule alikokuwa amefanya nini? Anafuga wale wanyama, ni nje ya Yerusalemu, Baal Hasori. Lakini kumbuka, kwanza anakwenda anamuomba mfalme na nini, na ufalme wake aende ahudhurie. Lakini Daudi machana anamcheza, anasema kabisa kwa nini tuende wote, tusije tukakupa nini, gharama ikawa kubwa kwako. Lakini hebu twende uone. Mfalme akamwambia Absalomu, sivyo mwanangu, tusiende sote, tusije tukakuelemea. Akamsihi sana asikubali kwenda, ila akambariki. Ndipo akasema Absalomu kwamba huji na kusihi mwache ndugu yangu Amnoni aende nasi. Mfalme akamwambia, kwa nini aende nawe? Lakini Absalomu akamsihi sana, naye akamwacha Amnoni na wana wote wa mfalme waende naye. Kisha Absalomu akamwamuru watumishi wake akasema, angalieni basi moyo wake Amnoni utakapofurahiwa kwa mvinyo, nami nitakapowaambia mpigeni Amnoni, ndipo muweni, msiogope. Si mimi niliyewaamuru? Iweni hodari, iweni na ujasiri. Umeona sasa, tayari Daudi anakataa kwanza. Kwa nini? Anauliza kwa nini Amnoni aende. Lakini Daudi yamkini alijua kabisa kuwa Absalom labda alishamsamehe kaka yake, lakini aliona kama pia ingekuwa ni njia ya mapatano na labda kurejesha umoja katika familia yake. Lakini kumbuke ya kuwa Daudi alipokataa kwenda, tayari Absalom anamuomba Daudi jinsi ambayo nani? Amnoni alivyomuomba Daudi ya kuwa umbu langu aje nitengenezee mapochopocho, na muuaji wake anamuomba mfalme nini? Apandaye mabaya, kuvuna mabaya.
Usipande mabaya katika maisha ya watu, maana hayo ndio yatakayotokea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tayari umeona, wala hata yeye Absaloma kumpiga aliamrisha ni sawasawa na umbu lake alivyotolewa nje. Amnoni alivyosema kuwa mtoweni nje huyu mwanamke na mfunge mlango nyuma yake, na ikawa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watakatifu wa Bwana, ilivyokuwa hivyo ndivyo inavyokuwa kwake. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, najifunza sana ya kuwa kinachofanyika ni hebu kila mtu na aishi maisha matakatifu ili mabaya asiwe sehemu ya maisha yake. Mara nyingi sana Biblia inafundisha watu, maana Paulo akasema katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 mpaka 12 ya kuwa mambo haya yaliandikwa iwe ni mfano kwetu, lakini pia iwe ni maonyo kwetu. Hao ni watu waliyetembea na Mungu, jinsi walipoanguka, jinsi waliposhindwa. Bila shaka ukijifunza hayo huwezi ukashindwa. Mimi hayo ndio anayenitia moyo nisipate kushindwa. Nini? Najua ya kuwa mtu huyu alitenda nini mpaka akapata kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Basi watumishi wa Absalomu wakamfanyia Amnoni kama alivyoamuru Absalomu. Ndipo wakaondoka wana wote wa mfalme, wakapanda kila mtu nyumbu yake, wakakimbia. Ikawa walipokuwa njiani, habari zikawasilia Daudi kusema, Absalomu amewaua wana wote wa mfalme, wala hata mmoja wao hakusalia. Bila shaka aliyepeleka taarifa alikuwa kwenye hiyo hafla, lakini alipoona tu wale watumishi wa Absalomu walipompiga Amnoni mpaka kafa, ina maana hakudiriki tena kuangalia kinachoendelea. Yeye pale anunua gari moja kwa moja pasipo kuangalia nyuma kinachoendelea. Kuna watu kama hao, alichokiona anatoka nayo, yani angalia nyuma, yani hiyo moja kwa moja. Lakini kumbuka ya kuwa aliyetakiwa kuangamizwa ilikuwa ni Amnoni. Amnoni ndiyo aliyeuawa, lakini huyu mpeleka ujumbe anapeleka ujumbe gani? Ujumbe anayepeleka ya kuwa ameua watoto wote wa mfalme, lakini ilikuwa ni uongo na ilikuwa ni kuongezea chumvi, si ndio? Lakini huyo bwana yeye alipoona tu Amnoni anapigwa, nadhani yeye alikurupuka moja kwa moja, wala hakutaka kuangalia nyuma, akafika mpaka kule Yerusalemu kwa mfalme. Umeona sasa? So unapopokea taarifa hii pia ikuonyesha kuwa taarifa unapopokea kwanza usichukue 100% kama ndivyo ya kuwa ndivyo ulipofanya nini, ulipoletewa taarifa, lakini uwe makini kwanza unapopokea taarifa. Usubiri kwanza, uzichuje na uzihakiki kabla zitendea kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ndipo mfalme akainuka, akararua nguo zake, akalala chini, na watumishi wake wote wakasimama karibu naye, wenye nguo zao zimeraruliwa. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kuomboleza. Kurarua nguo, kupaka majivu ama mavumbi kwenye mwili ama kichwani, lakini pia kufunga, hizo zilikuwa ni njia ya kuomboleza. Ina maana moja kwa moja aliposikia mfalme, yeye moja kwa moja akaanza kuomboleza, maana akajua kabisa wanawe wote waliokwenda kwenye sherehe Absalomu ameshafanya nini? Ameshawaangamiza. Lakini haikuwa hivyo, alipigwa Amnoni peke yake na kuangamizwa. Akajibu Yonadabu mwana wa Shama, Yonadabu, kumbe na wewe upo. Umeona sasa? Yonadabu huyu ndiye aliyepanga mambo yale kwa Amnoni. Lakini Yonadabu naye kashafika hapo kwa mfalme. Ina maana Yonadabu naye alikuwa kwenye ile afla. Alikuwa kwenye afla, kashakimbia nini? Mtu mwenye ndimi mbili muogope kabisa, maana ni nyoka huyo. Ana sumu kali huyo. Je, mbona kusema kuwa bwana mimi ndio aliyemshauri amtweze dada yake, ambulaka? Je, alikuwa anaitakia mema ile familia baba mdogo? Hebu twende. Akajibu Yonadabu mwana wa Shama ndugu Daudi akasema, asidhani bwana wangu ya kwamba wameuawa vijana wote wana wa mfalme. Yeye alijuaje kama kuwepo kule? Bila shaka maana alikuwa na rafiki yake Amnoni, yamkini alikuwa amekaa pembeni mwa Amnoni, si ndio? Alijuaje kama hajauawa wote?
alikuwepo kwenye tukio. Maana ndiye Amnoni peke yake aliyekufa. Yamkini haya yamekusudiwa kwa kinywa chake Absalomu tangu siku ile alipotezwa nguvu umbu lake Tamari. Ananyosha maana ni kweli. Ndio hivyo. Endelea. Basi sasa bwana wangu mfalme asijitie neno hili moyoni mwake, kudhani ya kwamba wana wote wa mfalme wamekufa, maana ni Amnoni peke yake aliyekufa. Lakini Absalomu akakimbia, na kijana yule aliyekuwa mlinzi akainua macho yake akaona, tatazama, kuna watu wengi wanakuja kuelekea upande. Aliyekuwa analinda, ambayo alikuwa anakaa juu, akainua macho akaona wale watoto wa Daudi wamepanda nyumbu zao wanakuja mbio, wale ambao hawakuuawa. Lakini Absalomu yeye alipoona ameshakinukisha moja kwa moja, akaamua fanye nini? Akaamua asiende kwenye mji wa makimbilio, maana alifanya amejua, akaenda kwenye nchi ya ugenini kule kwa wajomba zake. Wapi? Gershuri. Lakini kama angeua pasipo kusudia, alitakiwa aende kwenye miji wa nini? Makimbilio. Lakini asingeweza kwenda kwenye mji wa makimbilio, maana angetolewa akaenda kwenye mji wa kigeni ama nchi ya kigeni ambayo ilikuwa ni kule kwa mfalme wa Gershuri, huko ambako mama yake alikotoka. Hebu twende. Mtu aliyetenda mabaya akija kwako, mtoe. Hata kama ni mtoto wa dada yako, hata kama ni ndugu yako, mtoe. Mtu kule alafu aje akae kwenye familia yako, si analeta mabaya huyo. Mimi ningekuwa mfalme wa Gershuri, ningemwambia mjukuu, hebu rudi huko, usifanye mchezo hapa. Hebu twende. Wanakuja kwa njia upande wa kilima nyuma yake. Ndipo Yonadabu akamwambia mfalme, tazama, wana mfalme wamekuja. Kama mimi mtumwa wako nilivyosema ndivyo ilivyo. Alikuwa anatafuta na yeye, alikuwa anatafuta ujibu. Alikuwa anatafuta jinsi ya yeye alikuwa na ukaribu na nani? Na Amnoni, akijua Amnoni huyu ndiye atakayekuja kuchukua nini? Ufalme kwa baba yake. Na kwa sababu yeye alikuwa ni mtoto, alikuwa anasubiria utawala wao, wakati wao uje ufike, naye aje awe na shavu, si ndio? Ndio maana alikuwa kule. Lakini anapoona kule pameharibika, pamebuma, anakuja huku sasa, kama nilivyosema, mtumwa wako. Lakini huyu mtumwa mbona alitoa ushauri mbaya? Maana chanzo cha mabaya yote ni huyu Amnoni. Huyo mtu anayekufariji huyo. Hujali kwenda kwenye msiba, mtu analia mpaka anagagaa chini. Jihadhari na mtu huyo. Analia mpaka anabingirika. Huyu ukiangalia macho yake hakuna hata machozi. Macho yake amekwenda na nini? Amekwenda na maji. Analia kuliko wote, lakini chanzo cha kifo ni yeye. Tayari aliyekuwa ananyosha maneno pale alikuwa ndio chanzo cha mabaya yote. Maana kama singemshauri Amnoni, Yonadabu, ya kuwa ajilaze alafu ajifanye kuwa anaumwa, je, ni wapi ambayo Tamari angetwezwa? Maana siku zote huyu Amnoni alishindwa, alikuwa anakufa na tai shingoni, alikuwa anakonda tu, yani mtoto wa mfalme anakonda tu, angekonda mpaka yamkini angezikwa, lakini hakuna jinsi ambayo angeweza kumfikia. Maana alikuwa na hofu ya Mungu pia, lakini kupitia ushauri kutoka kwa yule Yonadabu, mabaya yanampata sasa. So muona sasa, yule ambaye anakuunga mkono, anayekupa pole, huyo ndio anajua kabisa chanzo cha matatizo yako. Yule ambayo yuko karibu na wewe, umeona, anayekuwa karibu kabisa alafu ndio msemaji, huyo hapo anajua kila kitu. Umeona, Yonadabu ananyosha maneno, anajifanya yeye ndiye anayeleta. Mimi ningekuwa mfalme, niuliza kwa wewe, ulijuaje kwanza Daudi alishamwacha Mungu nini? Daudi aliwahi kumkamata kijana Mmaleki aliyekuja na viporojo ya kuwa nimempiga Sauli, nimemuua kabisa, nimechukua hii taji, nimekuletea mfalme. Daudi alikuwa hana mahusiano mazuri na Mungu kwa kipindi hicho. Nini angemuuliza Yonadabu ya kumejuaje? Alimuuliza yule kijana Mmaleki kwenye sura ya kwanza wa Samueli wa pili ya kuwa ulijuaje? Asema nilisimama juu akiwa amejeruhiwa na mapigo pinde, akaniambia kuwa siwezi kupona hapa, niue, nikamuua. So bila shaka Yonadabu, Daudi angekuwa na mahusiano mazuri wa kipindi hicho, Yonadabu angekamatwa vizuri. Hebu twende kwa jina la Yesu.
Ikawa alipokwisha kusema, tazama, wana wa mfalme walikuja, nao wakapaza sauti zao wakalia. Mfalme naye akalia, na watumishi wake wote, kilio kikubwa mno. Lakini Abisalomu akakimbia akamwendea Talmai mwana wa Amihudi mfalme wa Geshuri, naye Daudi akamlilia mwanaye kila siku. Basi Abisalomu akakimbia akaenda Geshuri, akakaa huko muda wa miaka 3. Mfalme Daudi akatamani kutoka kumwendea Abisalomu, kwa kuwa ametulizwa kwa habari ya Amnoni, kwa maana amekufa. Hebu nikuulize, Daudi umeshasahau? Waswahili wake pembo anajua wako vilenga, si ndio? Bila shaka Daudi alichokitenda Amnoni kwake hakuona kama ni kosa. Lakini sasa upande wa pili, alichokitenda pia Absalomu ilitakiwa pia iwe ni kifo. Maana anayeua ilikuwaje kwenye Israeli? Daudi alishaona kabisa yeye akufa wakati akiwa afe katika dhambi ya kuchukua Bethsheba, so tayari anafanya nini na watoto wake? Ndio maana unapotoka kwenye mapenzi ya unapotoka kwenye kusoma Biblia na kuishi neno la Mungu, moja kwa moja mabaya yanakupata. Daudi hayuko tena karibu na Mungu kupitia Torati. Daudi yuko mbali na Mungu. Ndio maana nyumbani mwa Daudi ilikuwa vurugu mechi. Ilikuwa vurugu. Hapa kuwa na amani. Hebu nikuonyeshe mambo machache. Nilikwambia Amnoni alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa Daudi na Ahinoamu yule Myezreeli. Tamari alikuwa ni binti wa Maaka, mtoto wa mfalme wa Gershuri. Nilikwambia kuwa Daudi kwa kipindi hicho alikuwa na miaka 53 na Amnoni alikuwa na miaka 22. Absalom alikuwa na miaka 20 na Tamari kwa wakati alikuwa na miaka 15. Kumbuka ya kuwa, hebu pata picha jinsi Amnoni alivyoharibu maisha ya Tamari. Tamari alibaki kuwa ni mkiwa pale kwa kaka yake Absalom, maana kama binti wa mfalme aliyekuwa anavaa mavazi maalum akitunzwa. Kumbuka ya kuwa ile hatima njema ya kuolewa iliharibika, lakini aliharibu hatima yake, alivuna alichokipanda. Ndio maana usihangaike na aliyekutendea mabaya. Aliyekutendea mabaya yake yatampata kule, lakini usifanye yampate. Amina, mtakatifu wa Bwana. Muombee mema. Sura ya 13 mpaka 22 inaelezea kusudi la Mungu kuleta majanga katika familia ya Daudi. Hii ilikuwa ni kwa sababu ya Daudi kuharibu familia ya mtu aliyekuwa na heshima kwake, Uria. Daudi aliharibu ile familia na akaiangamiza na ikapotea, maana Uria amekufa, lakini mke wake naye bora angemwachia Bethsheba, hata ndugu zake Uria wafanye nini? Wamuinulia hata nyumba. Lakini Daudi akamchukua, akamgeuka wa kwake, akamuinulia watoto yeye wa kwake, wala kuinulia Uria. Na maana Uria akapotea na familia yake. Ndio maana ilikuja kuwa ni mwiba mkali kwenye familia ya Daudi. Hebu soma Wagalatia 6:7 ili uone, alafu nikuonyeshe kitu ambacho nimekuta ambao kimejificha sana kwenye Agano la Kale. Agano la Kale ni Agano Jipya imefunikwa bwana wewe. Nikuonyeshe kitu ambacho kilitokea kwa Israeli ili ujue kabisa kuwa watu wanasema msamaha, lakini msamaha watakatifu wa Bwana haizuii mabaya kukupata. Eti umetenda mabaya. Wagalatia 6:7. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda mahindi utavuna nini? Mahindi. Ukipanda mema kwenye maisha ya watu utavuna nini? Ndio maana anayeongoza wengi kutenda mema kwenye kitabu cha Danieli 12, sura ya 12 mstari wa 3, inasema kwa mtu huyu atang'aa milele. Lakini anayelipa mabaya kwa mabaya haondoki nini? Nyumbani kwake. Ndio maana Yesu, umeona Agano la Kale ilikuwa ni Agano Jipya imefunikwa, lakini iliongelea habari za mambo kama hayo. Yesu anasema kabisa ya kuwa wapendeni maadui zenu na waombeni mema wanayowaudhi. So kumbuka ya kuwa hiyo ilikuwepo tangu Agano la Kale, ingawa ilikuwa imefunikwa. Hebu soma Hesabu 14 anzia mstari wa 13. Usome haraka, alafu nikuonyeshe kitu cha ajabu sana. Huko tulipita, lakini nikuonyeshe.
Soma wewe uliyopata kwa jina la Yesu. Basi Musa akawaambia, Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kutoka kati yao. Kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana u kati ya watu wa hao. Maana wewe Bwana waonekana uso kwa uso, na wingu lako lasimama juu yao. Baada ya Mungu kukasirika, Musa ameshatuma wale wapelelezi wakiwa pale wapi? Wakiwa pale katika mpaka wa Kanaani. Nini? Tayari wameenda, wamepeleleza, wamerudi, wameleta habari, taarifa mbaya. Mungu anamwambia Musa kuwa watu hao wanataka kuangamiza. Mungu anaanza kuomba. Hebu sikia kwa makini, alafu nikuonyeshe kitu cha ajabu sana ambao kiko hapo, ambayo inaweza kubadilisha maisha yako. Kisha wataambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana u kati ya watu hawa, maana wewe Bwana. Musa anampembeleza Mungu. Na wingu lako lasimama juu yao, kisha wewe watangulia mbele yao. Wingu kusimama mbele juu yao, mbele yao ni sasa hivi, na uwepo wa Mungu inakufunika wewe. Lakini uwezi ukatenda mabaya kwenye uwepo wa Mungu. Wana wa Israeli waliyekuwa katika uwepo wa Mungu, walipotenda mabaya aliwapata. Ndio maana wewe sasa hivi uwepo wa Mungu unakaa ndani yako. Ndio maana usitende mabaya, ishi maisha matakatifu. Nini? Wewe unatakiwa kuwa ni kielelezo cha nini? Kuishi maisha matakatifu. Na katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa waliosikia habari za sifa zako watakaponena na kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hawa kuwatia katika nchi aliyowapia, kwa ajili ya hayo amewaua nyikani. Basi sasa nakusihi sana uweza wa Bwana wangu na uwe mkuu kama ulivyonena. Musa anamwambia, yani Musa baada ya kubebeleza anamwambia uweza wake uwe mkuu kama alivyonena. Anamkumbusha ahadi yake. Lakini sikia, Mungu anasema kuwa uweza wangu utakuwa mkuu kama nilivyonena, lakini watu hawa walionijaribu watazunguka. Mungu akuwaua, lakini walizunguka jangwani mpaka wakafa wote. Hebu twende. Uliposema Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hata mfanya mwenye hatia kuwa. Unaona, pamoja ni mpole, amejaa huruma, anasamehe, lakini hatafanya nini? Hata mfanya mwenye hatia hata mfanya eti asipate kuhukumiwa. Kama unatia, unatenda mabaya, utahukumiwa tu kwa jina la Yesu. Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hata mfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia ile yoyote, mwenye kuwapatiliza wana uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Na kusihi usamehe uovu wa watu hawa, maana ukuu wa rehema yako ulivyo kama ulivyowasamehe watu hawa tangu huko Misri hata hivi sasa. Basi Bwana akasema, mimi nimewasamehe. Umesikia Bwana anasemaje? Kama alivyosema nani? Kama alivyosema Nathani ya kuwa Bwana ameondoa uovu wako, lakini uovu ulitoka, dhambi alisamewa. Lakini je, nyumba yake matokeo ilikuwaje? Adhabu iko pale pale, matokeo yako pale pale, na matokeo ni makali kuliko hata msamaha uliyesamewa wewe. Huwezi kuimiliki. Lakini hakika yangu kama aliwasamehe. Lakini umeona, sema aliwasamehe, lakini lakini imetoka wapi? Mungu tumewasamehe. Lakini hakika yangu kama niishivyo yaani tena hapa kabisa ya kuwa kama ishivyo, ina maana naishi. Tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana. Yaani anasema huyo Mungu aliyeongea hapo sio Musa. Jinsi dunia itakavyojawa na utukufu huo wa kwake anaongea Mungu. Kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10. Wala hawakuisikiliza sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi. Mungu umewasamehe. Kwa nini hakika yako wasione nchi ile?
Nasema hivi, umemjaribu Mungu mara ngapi? Amekusamehe ujafa. Lakini nasema hivi, watakatifu wa Bwana, maneno hayo uyapigie mstari. Na mimi nasema usome kwa wakati wako, kuanzia hiyo mstari wa 13 mpaka 25. Soma kwa kutafakari uone. Kumbe amewasamehe. Anasema na utukufu wake na ujaze dunia kama alivyowaahidi. Lakini kama aishivyo, hakika yake watu hao waliomjaribu. Ina maana aliwasamehe, maana ilitakiwa naye tenda dhambi akijua Mungu ampige papo kwa hapo ama akatiriwe mbali, hapigwe kwa mawe. Lakini Mungu ameondoa kupigwa kwa mawe pale na kuuawa pale. Lakini hakika yake watakufa katika jangwa. Mwili yao itasambaa na kutapakaa kwenye jangwa, hawatakwenda kule Kanaani. Ndio maana nasema hivi, unapotenda dhambi utaishia nje, hutakwenda kurithi uzima wa milele, hutakwenda kuona ile paradiso, hutakwenda kuona Yerusalemu mpya nini, na wewe utaishia jangwani. Umeona tunavyokaza mwendo kila siku, tuko katika jangwa. Ndio maana mara matatizo huku, hayo yote ni majangwa, lakini kaza mwendo, twende Kanaani. Ndio maana usimjaribu Mungu, usitende dhambi huku ukijua ni dhambi nini. Waliomtenda dhambi, waliomjaribu Mungu, Mungu aliwasamehe wasife. Maana Musa hakutaka kuona wakifa pale. Lakini je, walikwenda? Unakwenda wewe ama uweni? Wewe huna hata uhakika. Unakwenda wewe, huendi? Kama uweni, basi it is not the right place for you to stay here. Look for another place, because it is a place for people who are heading towards eternal life. Tunaelekea kule kwenye uzima wa milele. Daudi alikuwa shujaa, lakini hakuwa baba mzuri. Maana hakuweza kuwahukumu watoto wake pale ambapo walipofanya kosa. Hii sura ya 13 inaonyesha kinachoweza kutokea kama baba ameshindwa kwa hukumu watoto wakifanya mabaya. Hiyo sura ya 13 inaonyesha kinachoweza kutokea kwa mama asiyeweza kuhukumu mtoto amefanya mabaya. Mtoto anashika moto, mama anacheka, mwanangu, acha mwanangu. Wewe anashika umeme alafu unacheka. Subiri siku umeme uje mpige, ndio sasa unacheka vizuri. Chukua fimbo, mlambe kabisa, ama weka mkono wake muunguze kabisa, hatagusa tena. Hebu tu mtoto alelewe vizuri. Umejua kuna wakati mtu tunalalamika kwa ajili ya taifa, lakini watoto tunawaleaje? Tunaleaje hawa viongozi wa kesho ama hawa wananchi wa kesho? Mtoto anakuwa mpaka anakuwa mtu mzima, hajawahi kuchapwa baba. Yaani hata mwalimu mwenyewe anamuogopa. Ukimkuta amelamba, anafunga saru zake kwenye kifua. Yuko shuleni hapo, kwenye wallet yake anayo laki kama 3 mpaka 5. Ukiangalia msimu aliyekuwa nayo, ana iPhone S7 model mpya. Anamwangalia mwalimu, mwalimu mwenyewe akikohoa kidogo anamwambia, anamtupia laki. Mwalimu anaokota haraka maana mwalimu anaweza kumsema, anakuwa kibosile pale, boss mtoto huyo. Tusifanye watoto wetu kule wanakosema wawe mabosi watoto. Tunapanda mbegu mbaya kwenye taifa. Anapokuwa mbishi kwa mpaka mwalimu mkuu hawezi kumfanya kitu. Mwalimu mkuu mwenyewe hana simu kama haya kwake. Huku mwalimu anafundisha, huku anachati. Mwalimu hawezi kusema kitu, maana mwalimu naye, yaani hela liye naye tu inataka kuzidi ya mwalimu wa msara. Kiatu alichokivaa tu, kiatu chake kinaweza kununua viatu vya mwalimu ya karibu 5 ama 10. Watakatifu wa Bwana, unapomkweza mtoto wako,
Unapomwonyesha mtoto umempenda nje pale, mtoto huyu anakuwa mjinga kweli kweli. Nini? Saa nyingine unasema mtoto wangu afanye vizuri, lakini ni maisha gani unaweka mtoto anaishi? Wewe uliyekuwa asubuhi unywe chai, ukikuta ugali uliyelala na chai ya rangi unaigombania kama nini wewe? Unatembea wala kuna viatu. Mimi nimevaa kiatu cha kwanza nikienda form 1. Ndipo nilivaa kiatu cha kwanza. Nilimiliki sura ya kwanza nikienda kidato cha kwanza. Tukienda kuimba, kuna jamaa mmoja tulikuwa tunamuomba viatu. Tuko wawili warefu alafu miguu yetu inatoshana kwake. Jamaa akiniwaya akamuomba kiatu mike. Siendi kuimba. Wewe angalau umesoma na viatu wewe. Unavaa viatu unaenda shuleni. Mwalimu mwenyewe amevaa kiatu chake kimeenda kinapiga miayo. Kiatu cha mwalimu yani kimeenda upande kinapiga miayo. Watakatifu wa Bwana. Ni vizuri pia tuwaombee walimu. Amina. Amen. Mungu aangaze walimu wakumbukwe na mabosi zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto akipata kila kitu kwenye maisha yake, labda mlee katika msingi wa neno la Mungu. Mtoto anayesoma, mtoto wa maskini anasoma sana, maana anatarajia kupata kitu kwenye elimu yake. Mtoto wa tajiri huku anasoma, huku tayari ameshakatiwa na leseni. Anamuona mwalimu kama anayemuona nini? Kana anayemuona kitu fulani kisichofaa. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Hata kama naye Mungu amekubariki, mlee mtoto kwenye njia impasayo. Amefanya kosa, usikose kumpa mtoto kifimbo. Mpe fimbo. Ruhusu na watoto wako wachape shuleni. Nani anayeruhusu watoto wako wachapwe shuleni nione? Wewe. Hata kama hujaolewa, si utaruhusu watoto wako wachapwe? Pamoja na walimu wa kale walikuwa waenzi hizo tunasoma, walikuwa wana uwezo mkubwa, lakini ukifanya makosa anatoka na wewe, yani kwenye ndizo ukiruka ruka hakuachii. Alafu taarifa zikimfikia baba yako akafika shuleni, yeye ndiye anayekulaza kwanza mbele ya walimu kwanza, ama paredi pale, lala chini. Unasema baba, baba yako anamalizana na wewe kwanza pale mbele yao, walimu wanacheka. Tuliwahi kuchapwa mpaka wakataka kukimbia shule. Lakini natamani nione walimu hao niwanunulia hata soda wanywe, maana waliondoa ujinga uliokuwepo kichwani mwangu wewe. Kuna mwingine mkubwa lakini ule ujinga wa kitoto hakuondolewa. Anamnununa kama nini? Acha mara moja tulee watoto katika njia. Daudi shujaa na mfalme, lakini nyumbani kwake ovyo. Bila shaka huyu Absalomu, unaona sasa, tunaona sura ya 13 naisha kwa mfalme anamtamani mwanae nani? Absalomu. Hakumhukumu alafu anamtamani. Absalomu anakuja pale, anakaa miaka 2, mfalme hataki kumuona. Lakini tayari Yoabu ameshafanya mpango. Utaona Yoabu ndiye aliyefanya mpango, maana Yoabu yeye akutaka Suleimani na wengine kwa mfalme, alitaka huyu Absalomu ndio awe mfalme. So mfalme anasema arudi, nimemsamehe, lakini hakai hekaluni wala Yerusalemu, kae sehemu nyingine. Baada ya miaka 2 Absalomu anatumana aitwe Yoabu. Yoabu anakataa. Anasema huyu Yoabu atakujaje? Shamba lake, kiwanja chake kiko karibu na kwangu, lakini ngano zimeshakaribia kuvuna. Akasema tia moto. Akisikia imetiwa moto na kuja tu, ikatiwa moto. Yoabu asikia, bwana, yani Absalomu katuma mtumishi wake kaitia moto shamba lake. Alienda akasema nilijua utakuja tu. Mwambie baba yangu kama hawezi kunisamehe niende kule niwe kama watoto wake wengine. Basi kinachofuata nini? Aniue. Daudi akasema aje. Alipofika Yerusalemu, tayari dhambi imeshazaa nini? Imeshazaa mabaya mengine. Anaanza sasa kupokea watu. Ningekuwa ndio mfalme.
ningewapokea vizuri Bwana, ningewaombea vizuri sana Bwana, ningewahukumu vizuri. Anaanza kusalimia watu taratibu, kule nje anawapokea watu. Muda mfupi tayari anampindua baba yake. Sasa nini? Daudi angekaa vibaya. Pale ndipo Daudi anamkumbuka Mungu, analia kabisa, anakimbia, yuko peku milimani kule, anamuomba Mungu. Ndipo Mungu anaingilia kati, Absalom na watu wake wanauawa. Nasema hivyo takatifu wa Bwana, usipochukua hukumu kwa mtu aliyetenda mabaya. Ndio maana hata kanisani huwezi kutenda mabaya mimi nitakuacha. I will take precaution. You do something wrong and I realize it, I must take action with that, because without me doing that, that one will bring a negative impact, a very big negative impact. Ndio maana ukitenda mabaya mimi nikajua kanisani na kuchukulia hatua. Nini? Daudi angemchukulia Amnoni hatua, wala Absalom asingemuua nani? Asingemuua Amnon. Daudi angemchukulia Absalom hatua, Absalom asingekuja kufanya nini? Kumpindua ufalme wake na kutaka kumuua na kutenda jambo baya. Pamoja ilikuwa ni kwenye ahadi, lakini eti anazini na mama zake, alafu hadharani watu wanaona. Imagine, aibu ama sio aibu? Ndio yule mfalme ambao watu wote walimuimbia, ndio yule ambaye alikuwa anapendwa na watu wote. Mungu anapopeleka mahali, hakikisha umeishi maisha matakatifu ili uendelee kudumu katika nafasi. Umejua kutafuta uso wa Mungu na kuaga watu wana uwezo wa kutafuta, lakini je, kuitunza hiyo uso wa Mungu uliyepata utaweza? Sema Bwana ataniwezesha. Bwana ataniwezesha. Bwana kuwezeshe kwa jina la Yesu. Amen. Hebu nione jambo la mwisho. Pamoja na Daudi kukasirishwa na Amnon, hakuchukua hatua yoyote. Maana Amnoni alikuwa ni mwanae wa kwanza. Unapata kwenye Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Ndio mzaliwa wake wa kwanza, alafu alikuwa anampenda kupitiliza, maana alijua huyo ndiye atakayeweza kuja kuwa ni mfalme mahala pake. Umeona sasa? Na hiyo ndio ilimpata Amnoni jeuri ya kumtweza Tamari, alafu kumchukia vibaya na kuambia mtumishi wake kwa mfukuze huyu mwanamke huko nje. Tayari kashatoka kwenye kuwa nini, umbu lake, kashakuwa mwanamke. Hebu soma Walawi 20:17 na mwingine asome Methali 6:32 mpaka 33. Alafu mwingine asome Kumbukumbu la Torati 19:11 mpaka 13. Nataka nimalizie sasa hivi. Tuanze na Walawi 20:17. Tena mtu mume akimwoa umbu lake binti ya baba yake au binti ya mama yake, na kuona utupu wake, na huyo mwanamke kuona utupu wake huyo mume, ni jambo la aibu, watakatiliwa mbali mbele ya macho ya watu wao. Amefunua utupu wa umbu lake, naye uko hapo mtakatifu wa Bwana. Hiyo ni Torati nasema. So Daudi alijua kilichotakiwa kufanyika. Ina maana Amnoni tangu mwanzo ilitakiwa fanya nini? Afe. Ndio maana alichelewa tu, lakini tangu mwanzo ilitakiwa Amnoni afanya nini? Endelea. Tena mtu mume akilala na mwanamke aliye na ugonjwa wake na kufunua utupu wake. Nadhani isha hapo. Hebu soma Methali 6:32 mpaka 33. Umeona kumbe kwenye katiba ya Israeli iliyokuwa ni sheria ya Mungu ama Torati ilibeba cha kufanywa. Ndio maana walipoishi tu nje ya Torati, mabaya aliwapata. Utakapoishi tu nje ya neno la Mungu, Biblia, mabaya atakupata wewe. Mithali 6:32-33. Bila shaka. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza na anafanya jambo itakayefanya nini? nafsi yake. Itaangamiza nafsi yake. Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima. Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima. Umeona sasa, Daudi heshima yake inaanza kuharibika. Heshima ya familia yake inaanza kuondoka sasa. Ndiyo maana wewe una heshima sasa hivi. Utakapofanya mambo kama hayo, watakatifu wa Bwana, heshima yako itaondoka. Ikishaondoka, heshima ndio inempendeza hata Mungu. Ishi maisha matakatifu.
wala fedheha yake haitafutika. Haiwezi kafutika. Hebu soma Kumbukumbu 19:11 mpaka 13 uone. Ina maana Torati ilikuwa imebeba kila kitu ya kufanya. Na Biblia hii Agano Jipya imebeba yote unavyotakiwa kuishi wewe mwana wa Injili ama mwana wa Agano Jipya. 11 mpaka 13. Lakini mtu awaye yote akimchukia mwenziwe na kumwotea na kumwinukia, akampiga hata akafa, naye akakimbilia miji hii mojawapo, ndipo wazee wa mji wake wapeleke ujumbe kumtoa huko na kumuua katika mkono wa mwenye kulipiza kisasi cha damu, apate kufa. Umeona? Hiyo inakuambia kuwa Amnoni alitakiwa afe, lakini na Absalom naye alitakiwa fanye nini? Afe. So Daudi, maana alizifadhi hizo, bado walikuja kufa. Ingawa kufa kwa wakati huo, lakini kitorati, maana walikuwa wanaongoza Torati, walikuja kufa tu. Absalom alikuja kufa tu alipofanya uasi, na Amnoni alikuja kuuawa tu na Absalom. Hebu sasa namaliza na Agano Jipya. Tumchukue Daudi tumlete kwenye Agano Jipya sasa hivi, tungemweka kwenye ngazi gani ndani ya kanisa sasa? Daudi sasa tumchukue tumtoe kwenye Agano la Kale tumlete kwenye Agano Jipya. Ni ngazi gani kanisani ambao tunaweza kumpa Daudi? Mimi naona ngazi ya juu kuliko ngazi zote kwenye kanisa ni ubisho, askofu, si ndio? Hebu tuone sasa ya kuwa Daudi alitakiwa kuishije kama ni Agano Jipya, ambao wewe sasa ujiweke hapo, unatakiwa uishije. Maana wewe ni askofu, wewe ni semase, wewe ni kiongozi, na kupeleka kwenye sasa Timotheo wa kwanza sura ya 3 na mstari anzia wa kwanza, unisomee haraka suma ili nimalize, uone sasa ya kuwa nimekutoa kwenye Agano la Kale, nimekuleta kwenye agano lako sasa. Nini ya kuwa uishije, usiishi Daudi style wewe ambayo imejaa duniani. Ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu. Bila shaka ni neno la kuaminiwa mtu kutaka kuwa ni mfalme wa Israeli. Naona tumemleta Daudi sasa kwenye Agano Jipya ambayo ni ngazi kubwa sana kwenye kanisa sasa hivi, ambao ni askofu. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Umeona, mtu asiyefanya nini? Sasa hivi imekuwaje? Washirika wanalaumiwa, wachungaji wanalaumiwa, mabishop wanalaumiwa, maaskofu wanalaumiwa. Nasema hivi, lazima tusome Biblia, tusiwe watu wanayelaumiwa, tuishi maisha yanayompendeza Mungu. Mume wa mke mmoja. Sasa kama unaye mke mmoja alafu unayo vibanda huko na nyumba ndogo huko, una washirika nao pia ni wake watakatifu wa Bwana. Agizo kuu, tutakuweka mafuta, tutapitia kwenye Biblia, tutaangalia vigezo hivyo Joshua kama unaweza kuvikidhi. Mwenye kiasi na busara. Umeona, mwenye kiasi na nini? Busara. Daudi alikuwa hivyo mwanzo, lakini baadaye hola. Mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Ajuaye kufanya nini? Kufundisha. Kumbe hata si kujua kufundisha, takiwa atakuwa ni askofu. Unajua kufundisha wewe. Si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala sio mwenye kupenda fedha. Maana sio kufanya nini? Hizi fedha tunazohubiri makanisani wakati sisi tunasomaga vitabu. Ndio maana watu hawezi kusoma hivyo. Lazima arudi kwenye Agano la Kale tu, ajenge kibanda kule. Mwenye kuisimamia nyumba yake vema. Umeona, kumbe hata askofu, hata mchungaji, hata mshirika, hata muumini anatakiwa asimamie nyumba yake nini? Vizuri. Simamia nyumba yako vizuri kwa jina la Yesu. Mungu akupe nyumba na uisimamie vizuri kwa damu ya Yesu. Wewe mwenye nyumba, Mungu aimarishe nyumba yako. Nyumba ina maana yake ndoa, mume na mke na watoto, ama familia, katika jina la Yesu. Amen. Ajuaye kutiisha watoto katika ustahili. Ajuaye kutisha nini? Watoto katika ustahili. Katika ustahili. Hebu nikuulize. Ndio maana nakwambia mtakatifu wa Bwana, badilika. Soma Biblia. Ukisoma Biblia, hakuna kitu ambacho kinakosekana kwenye Biblia. Uishije na watoto, uishije na mume ama mke, bila shaka natakiwa
Yaani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? Bila shaka utaitunzaje kanisa la Mungu kama hujui uweze kutunza. So kwa wakati wako endelea chini, utaendelea chini mpaka mstari wa 13 utaona semase. Bila shaka ndio hivyo ndivyo viwango sasa ambayo unatakiwa tuwatembelee sasa Joshua. Takiwa tutendee kwenye viwango hivyo sasa, sisi wana wa Injili ama wana wa Agano Jipya ama waumini wa sasa hivi wanahitaji kufiti kwenye vigezo hivyo viliopo kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 10 na ngapi? 13. Hebu kama kuna mtu ana swali kabla sijamshukuru Bwana. Umeona sasa? Ni kweli ni mfano lakini pia ni maonyo. Soma kabisa, yani hiyo sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka 13. Timotheo wa kwanza isome na kurudia vigezo hivyo. Je, vinakufiti? Unavikidhi? Viishi vigezo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali? Namshukuru Mungu. Baba, asante kwa ajili ya kusema nasi. Asante kwa ajili ya kusema na wote, hata wale wanaotufuatilia kutoka katika Baba mataifa yote. Ni kweli neno lako limepita. Neno hilo Baba liwe ni upanga ukatao kweli, ikikata vifungo vyote vya dhambi na maisha mabaya katika maisha ya watakatifu wako. Iwe ni upanga ukatao kweli, imkate shetani na mabaya yake aliyetwika watakatifu wako. Dhambi zinazowazika kwa wepesi, dhambi walizorithi, dhambi wanazotenda pasipo kutaka ama pasipo kujua. Baba wa rehema, neno hilo lifute Baba wa rehema na kuondoa dhambi zote na mabaya yote na tabia zote za kishetani. Neno hilo Baba iumbe tabia kila moja, iumbe mawazo, akili na Baba wa rehema mienendo yote ya kila moja. Neno hilo Baba iwalinde watakatifu wako, iwahuishe, iwaumbe tena upya, ing'oe mabaya yote na Baba iwaweke huru, iwape kibali cha kuendelea kujua neno lako na kuwapa nafasi ya kuendelea kuishi miaka mingi, wapate kusimulia matendo makuu uliyotenda katika maisha yao, huku Bwana wakitenda mema katika kujenga ufalme wako. Na neno hilo litamie taifa letu na kuleta amani. Ilete Baba wa rehema upendo na mataifa yote katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Basi ubarikiwe sana mtakatifu wa Bwana. Nenda ukatafakari. Mungu anasema na wewe.